Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa kunilinda na pia kutuwezesha kukutana tena katika kujifunza neno la Mungu. Sasa leo ndugu zangu, tunaenda kujifunza kile kitabu cha Zakaria. Zakaria sura ya pili mstari wake wa kwanza ule mpaka wa 5. Acha nisome kwanza, nafikiri itakuwa ni jambo jema kuelewa kwanza hayo maandiko. Ninasoma kwa jina la Yesu. Inasema, nikainua macho yangu tena, nikaona, tazama, mtu mwenye kamba ya kupima mkononi mwake. Nikamuuliza, waenda wapi? Akaniambia, kwenda kuupima Yerusalemu, ili kuona upana wake ulivyo na urefu wake ulivyo. Na tazama, yule malaika alivyosema nami, akatoka na malaika mwingine akatoka kwenda kumlaki. Akamwambia, piga mbio. Akamwambia kijana huyu akisema, Yerusalemu itakaliwa kama vijiji visivyo na kuta, kwa sababu ya wingi wa watu na wanyama ndani yake. Kwa maana nami nasema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuzunguka pande zote, nami nitakuwa huo utukufu ndani yake. Amen. Sasa kwa kusoma andiko hilo, twende tukalipatie ufafanuzi, maana fupi kutokana na hayo maandiko tuliyoyasoma, au ufafanuzi wa hayo maandiko ambayo tumeyapitia. Hapo tumeona vitu kadhaa katika hiyo mistari. Tumeona kwamba kamba ya kupima, tukaona mji usio na kuta, alafu tukaona ukuta wa moto na utukufu ndani yake. Sasa tukianza na hiyo kamba ya kupima, kwamba inaonyesha Mungu alikuwa anaandaa na kurejesha Yerusalemu. Amen. Na tukiona ule mji usio na kuta ni kwamba ni ishara ya ukuaji mkubwa wa baraka nyingi, na ukuta wa moto ni Mungu mwenyewe angekuwa mlinzi wao dhidi ya adui. Na hapo kwenye ukuta wa moto, na nimshukuru huyo alionipa ili neno, alinipa hiki kitabu nisome. Baada ya kusoma ndio mimi nikakutana na huo mstari hapo, ukuta wa moto. Na ukuta wa moto huwa mimi nautumia sana kuwekea ulinzi baada ya kumwombea mtu. Nilikuwa Roho Mtakatifu aniletea ukuta wa moto, lakini nilikuwa sijui huu ukuta wa moto unapatikana wapi au unakuwepo katika maandiko gani. Lakini nimshukuru huyu dada kwa kunionyesha haya maandiko, na nikakuta lile neno kumbe nao litumia lipo hapo Zakaria 2 ule mstari wa 5, ndio nikalikuta huo ukuta wa moto. Pia kuna neno ambalo linasema utukufu ndani yake. Hii inamaanisha uwepo wa Mungu katikati ya watu wake. Kwa hiyo mistari hii inatufundisha kuwa ulinzi wa kweli hauko kwenye ukuta za kawaida, bali katika uwepo wa Mungu. Amen. Tubarikiwe sana. Shalom, shalom.